بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la aqida, na leo tupo ukurasa nambari 22 kwenye suali namba 34. Anasema Sheikh, since suali madalilu, ni ipi dalili ala annahu, juu ya kwamba yajuzu, inajuzu qiyamu Ramadhan, kusimama usiku wa mwezi wa Ramadhani, biakthara min 11 rak'atan, kwa kiasi cha zaidi ya rakaa 11. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira, nafanyeni khairi. Aya hii ina maana ya kwamba kila mtakaloliona kuwa ni khairi lifanyeni, la'allakum tuflihun, huenda mkafaulu katika hilo. Allah subhanahu wa ta'ala hapa hajatufunga kwamba tumfuate mtume tu, akasemaje? Waf'alul khaira, enyi ummati Muhammad, pamoja na wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanyeni khairi, kwa maana fanyeni kila ambalo unaliona kuwa ni la khairi, la'allakum tuflihun, ili mupate kufaulu. Kwa hiyo hapa ni wazi kwamba inajuzu pia kuongeza zaidi ya rakaa ngapi? 11 katika kisimamo cha usiku. Tamam. Ndugu zetu mawahabi, wao kwanza wanaiacha sunna ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tarawih yao ni rakaa ngapi? Rakaa 8. Wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali rakaa 8 peke yake. Kwa hiyo sisi hatumfuate Umar, tunamfuata Mtume katika nini? Swala ya tarawih. Sasa ni hivi, tarawih si sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndani ya mwezi wa Ramadhani alikuwa akiswali sunna za usiku, wana qiyamul layl. Kisha swala ya tarawih ikaja kuwekwa na kuasisiwa na Sayyidina Umar ibn al-Khattab, nayo ni rakaa ngapi? 20. Na akasema mwenyewe, ni'matul bid'ah hadhi, hii ni bid'a nzuri sana. Tamam. Sasa utaona ndugu zetu hapa wanamkhalifu nani? Sayyidina Umar ibn al-Khattab, tena katika sunna ambayo ameianzisha yeye mwenyewe. Turudi katika maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Mtume anatuambia alaikum bisunnati, shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, na sunna za makhalifa waongofu. Addu alaiha bin nawajidi, zishikeni kikweli kweli, msizikhalifu, na wala msijaribu kuzikhalifu. Lakini ndugu zetu mawahabi, wao wameona wafuate qiyamul layli cha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha waache sunna ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ukiacha nafasi yake ya uswahaba, lakini pia ni mwanachuoni mkubwa wa kiswahaba, ni mwanachuoni mkubwa, mtu ambaye rai zake zilikuwa zinafungamana aya za Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, lau kama kungekuwa kuna nabii baada yangu, basi Umar ndiye angekuwa nabii. Lakini nini? Hilo halipo. Lakini wao wanampinga na kwenda naye kinyume. Tamam. Kwa hiyo malengo ya mlango huu ni kuonyesha kwamba inafaa kuongeza zaidi ya rakaa 11, na inafaa pia kuifuata sunna ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kama namna ambavyo sisi ahlu sunna wal jamaa tunafanya. Hilo kundi ambalo limejitenga, ambalo lina rai zake lenyewe na maamuzi yake yenyewe, tumeliacha kando. Tamam. Alhadith, anasema mtunzi, napokea hadithi inayosema salatul layli mathna mathna, swala ya usiku ni rakaa 2 rawahu al-Bukhari. Warawa Muslim
Swala ya usiku ni rakaa mbili mbili, kwa maana swala ya usiku ni swala ya kuswali rakaa mbili kisha unapumzika, rakaa tena mbili kisha unapumzika. Tamam, mpaka pale ambapo utakapofikia. Tamam, ndio maana ya hadithi hii. Warawa Muslim, na akapokea pia al-Imam Muslim akisema as-salatu khairun mawdhu'un. Sasa swala ni miongoni mwa kitu bora kilichowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Faman shaa istaqalla wa man shaa istakthara. Faman shaa, basi atakayetaka, istaqalla, atatosheka na kidogo, kwa maana atakayetaka anaweza kaswali swala za sunna kwa kiasi kidogo. Wa man shaa istakthara, na anayetaka anaweza akazidisha. Sawa sawa, Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba kule kutosheka na kidogo maana yake pengine ni kumfuata mtume katika ile idadi gani? Idadi ya rakaa. Kisha kwenye kuzidisha ni wewe mwenyewe utakayo. Tamam? Na hata upande wa fiqh jamani ipo hivyo. Kuna sunna kuna swala ya sunna ambayo ni mutlaq iliyoachiliwa, ile haina idadi yoyote, uswali hata rakaa 1000 ni wewe tu kwa siku. Unaruhusiwa kuswali hata rakaa 1000 kwa siku, ni wewe mwenyewe. Kikubwa tu uswali katika nyakati ambazo kunaruhusiwa kuswali. Usiswali katika nyakati ambazo kumekatazwa kuswali. Sawa sawa. Kwa hizi zote ni dalili za kuonesha kwamba inafaa kuswali zaidi ya rakaa ngapi? 11. Sawa sawa. Wale wenye kumkhalifu Saidina Umar ibn al-Khattab katika sunna yake aliyosisi mwenyewe tarawihi, waache mkhalifu, lakini watambue kwamba wanamkhalifu sahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin suali, ma dalilu ala jawazi istimali dufi, ni ipi dalili ala jawazi inayoonyesha juu ya kujuzu istimali dufi, kutumia dufi? Alhaditha, anasema mpokezi, napokea hadithi inayosema anna imra'atan qalat lirrasul sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mwanamke mmoja alisema kumwambia mtume. Jamani, unapoambiwa hadithi kullu ma udhifa ila an-nabii sallallahu alaihi wasallam min qawlihi au fi'lihi au taqriri au siratihi, sasa au sirati, ile sira pia ya mtume ni hadithi. Kwa usishangae kwamba mbona hamna qala mbona sawa sawa. Hii ni jambo hili lilitokea katika sira ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alhadith, anasema mpokezi, napokea hadithi na usema anna imra'atan, ya kwamba mwanamke fulani, qalat lirrasul sallallahu alaihi wasallam, alisema kumwambia mtume, inni nadhartu, mimi niliweka nadhiri. Mwanamke anasema mimi niliweka nadhiri, in raddaka Allahu saliman, ikiwa Allah atakurejesha vitani salama, an adriba biduffi baina yadayka, nikupigie dufu mbele yako, nikupigie dufu mbele yako. Qala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, in kunti nadharti, ikiwa kweli uliweka nadhiri, fa aufi binadhirik, basi itekeleze nadhiri yako, kwa maana piga dufu. Mtume ameruhusu mwanamke huyu atekeleze nadhiri yake ya kupiga dufu. Turudi katika upande wa fiqh. Je, inajuzu kuweka nadhiri kwa jambo ambalo ni haramu? Haijuzu. Tamam? Na tumesoma kwenye kitabu hichi, kwamba haifai kuweka nadhiri kwa jambo ambalo ni la haram, jambo ambalo halifai. Ukurasa wa 17 tumesoma ma hukmu nadhiri, ni ipi hukumu ya kuweka nadhiri. Tumesoma ukurasa ngapi? Wa 17. Rudi nyuma. Tamam, mimi kumbukumbu nilikuwa nayo vizuri. Tamam, tumesoma hili suala la nadhiri, kwamba haifai kuweka nadhiri katika kitu ambacho ni haramu. Sasa mwanamke huyo ameweka nadhiri ya kupiga dufu, na mtume akamwambia aufi binadhrik, basi itekeleze nadhiri yako, kuonesha kwamba kupiga dufu ni halali. Ndugu zetu wale wasiokuwa na uelewa katika ilmu wanasema kitendo hicho kimefanywa na mwanamke, kwa kupiga dufu ni jambo la halali kwa wanawake, kwa wanaume haifai. Shekhe, hatuangalii nani kapiga, tunaangalia illa. Sasa tunaangalia illa. Mwanamke ameambiwa apige dufu kwa sababu gani? Kaambiwa apige kwa sababu gani? Kwa sababu alika nadhiri. Sasa nadhiri
inawekwa kwenye kitu ambacho ni haramu, kitu ambacho hakifai, haikubaliki katika sheria. Haikubaliki katika sheria kwamba nadhiri eti inakubalika kwenye jambo la haramu. Nadhiri inakubalika kwenye kitu cha halali. Kwa hiyo dufu ni halali kupigwa na yoyote, iwe ni mwanamke iwe ni mwanaume. Tamam, hakadha. Rawahu Abu Daud, hadithi hii amepokea al-Imam Abu Daud. Sin suali, ma huwa awwalul anbiya'i war rusul? Man huwa awwalul anbiya'i war rusul? Man huwa awwalul anbiya? Ni nani ambaye ni wa kwanza katika manabii wa rusul na katika mitume? Jim, jawabu, awwalul anbiya'i war rusul, wa kwanza katika manabii na mitume Adamu alayhi salam, ni nabii Adam, rehma na amani ziwe juu yake. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, inna Allah astafa Adam, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua Adam, amemchagua kuwa ni mtume wake. Sawa, na miongoni mwa dalili wanayotoa kwamba nabii Adam ndiye wa kwanza katika manabii na mitume ni kwamba mwanaye yule aliyemuua ndugu yake baada ya kumuua nini, alihesabika kwamba nini, amefanya dhambi. Kwa kuonesha ni wazi kwamba kuna sheria zilitangulizwa na apewi sheria isipokuwa nabii, apewi sheria isipokuwa nabii. Kwa hiyo baada ya yule mtoto kumuua ndugu yake na akaandikiwa kwa amefanya dhambi, ikaonekana kwamba moja kwa moja nabii Adam alayhi salam alipatiwa sheria. Sawa, na jambo la kuua katika sheria hiyo ilikuwa ni jambo la haramu, halifai, ndio maana akaandikiwa dhambi mtoto yule. Tamam. Surat Ali Imran aya ya 33. Alhaditha, mpokezi anasema, napokea hadithi inayosema Adamu faman siwahu min al-anbiya'i tahta liwa'i yawm al-qiyamah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema Adam faman siwahu, na asiyekuwa Adam, min al-anbiya, katika manabii. Angalia, nabii Adam alayhi salam amechanganywa katika nini? Katika manabii. Kwa hii ni karina ya kuonesha kwamba nabii Adam ndiye wa kwanza katika manabii. Kwa sababu gani? Yeye alitangulia kuwepo kabla ya wote. Sasa ikiwa hakupewa utume katika kule kutangulia kwake, je, alipewa utume saa ngapi? Na nabii Nuh kaja baadaye kabisa. Tamam. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi kwamba nabii Adam alayhi salam ni katika nini? Katika manabii. Kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepokewa hadithi na al-Imam at-Tirmidhi akisema Adam waman siwahu, na faman thumma, faya inakuja kwa maana thumma. Adam faman siwahu, kisha yule asiyekuwa yeye, minal anbiya'i, katika manabii. Kwa maana kisha kila asiyekuwa yeye, minal anbiya, katika manabii, tahta liwa'i yawm al-qiyamah, watakuwa chini ya bendera yangu siku ya kiyama. Tamam. Sasa utaona hapa nabii Adam alayhi salam, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemkusanya pamoja na manabii. Kwa hiyo ni ishara kwamba nini, naye ni nabii. Sawa sawa, hakadha. Rawahu at-Tirmidhi, hadithi hii amepokea Imam at-Tirmidhi. Sin suali, madha yajibu lil anbiya wa madha yastahilu alayhim? Madha, ni kitu gani ambacho yajibu lil anbiya, ni wajib kwa manabii, wa madha, ni kitu gani yastahilu alayhim, ni muhali kusifika nacho. Kwa maana madha yajibu lil anbiya, ni kitu gani ambacho ni wajib kusifika nacho manabii, wa madha, ni kitu gani yastahilu alayhim, ni muhali kusifika nacho manabii, kwa maana hakifai kusifika nacho manabii. Jim, jawab, yajibu an yakunu muttasifina bisidqi wal amana. Yajib, ni wajib, an yakunu, wawe manabii, muttasifina, ni wenye kusifika bisidqi, na ukweli, wal amanat, na uaminifu, wal fatanati, na uelevu, wal iffati, na kujizuia na machafu, washajaati, na ushujaa, wal fasahati, na ufasaha. Hivi ni vitu ambavyo ni wajib kusifika navyo manabii. Tamam, hakadha. Wayastahilu alayhim, na ni muhali kusifika, kwa maana wayastahilu alayhim, na ni muhali kusifiwa manabii. Sawa sawa, wayastahilu alayhim, na ni muhali kusifiwa manabii au kusifika manabii. Tamam, hakadha. Kwa wayastahilu alayhim, na ni muhali kusifika manabii, alkadhibu, na sifa ya uongo,
wal khiyanatu, na sifa ya khiyana, waradhalati, tamam, na sifa gani? Sifa ya arradhala ni kinyume cha alfatana, tamam. Arradhala hapa ilivyokuja ni kinyume cha nini? Cha alfatana. Kwa hiyo waradhalatu, waradhalatu na upite, kwa maana kusifika manabii kwa nini? Mapite, kwa maana hawana akili au hawana uelewa katika mambo, tamam. Wazina, na ni muhali pia kusifika manabii na kitendo cha zina. Wasairu alkabairi, wasairu alkabairi, na madhambi mengine makubwa. Walkufru, na ukafiri. Sasa ukafiri pia ni muhali kusifika nao nani? Manabii. Qabla an-nubuwati wa ba'daha, qabla an-nubuwati, kabla ya kupewa utume, wa ba'daha, na baada ya kupewa utume, tamam. Hizi ni sifa ambazo ni muhali kusifika nazo manabii. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa kullan faddalna ala alalamin, na kila mmoja katika manabii wangu na mitume wangu, faddalna, tumemfadhilisha, ala alalamin, juu ya viumbe wote. Kwa maana kila mmoja katika manabii na mitume tumempa ubora ambao viumbe wengine hawana, tamam. Hakadha suratul An'am aya ngapi? 86. Anasema tena mtunzi alhadith, napokea hadithi inayosema ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasanul wajhi hasanus sawt, rawahu at-Tirmidhi. Ma ba'atha Allahu nabiyyan, Mwenyezi Mungu hakumtumiliza nabii yoyote illa hasanul wajhi, isipokuwa alikuwa na uso mzuri, hasanus sawti, na alikuwa na sauti nzuri. Rawahu at-Tirmidhi. Hadithi hii amepokea al-Imam at-Tirmidhi. Lakini sasa wao manabii wenyewe kwa wenyewe walikuwa wakizidiana katika vitu hivyo, tamam. Walikuwa nini? Wakizidiana katika uzuri wa sura na uzuri wa sauti, tamam. Hakadha. Sin suali, ma maana qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad, ni ipi maana ya kauli yake Allah aliposema lam yalid, hakuzaa, wa lam yulad, na wala hakuzaliwa? Jim, jawab, maanahu, maana yake nafyu almadiyati wal inhilali anillahi ta'ala. Nafyu almadiyati ni kukanusha, ni kukanusha nini? Kuumbwa, sawa sawa, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inhilali, na kutua kwenye kitu, anillahi, kwa Mwenyezi Mungu. Almadiyah ni kitu ambacho nini? Kinazalishwa. Almadiyah ni kitu ambacho kinazalishwa, kwa maana kitu ambacho hakikuwepo kabla ya hapo. Kwa hiyo hapa aliposema nafyu almadiyah, maana yake ni kukanusha sifa ya kuumbwa, au kukanusha sifa ya kwamba Allah ni mwenye kuumbwa. Wal inhilali, na sifa ya kutua juu ya kitu, anillahi, kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, tamam. Fallahu, basi yeye Mwenyezi Mungu, la yahullu fi shay'in, hatui, kwa maana ashuki juu ya kitu chochote, sawa. Wala yanhallu minhu shay'un, na wala hakitoki kwenye dhati yake kikatua sehemu nyingine, shay'un, chochote. Sasa wala yahullu fihi shay'un, na wala hakitoki kitu kitakapotoka kikaenda kutua katika nini? Dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, tamam. Hakadha qala al-Imam Ja'far as-Sadiq, amesema al-Imam Ja'far as-Sadiq, man za'ama anna Allah fi shay'in, man za'ama, yoyote atakayedai, anna Allah, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, fi shay'in, yupo katika kitu, au min shay'in, au anatoka, sawa, anatokana na kitu fulani, tamam. Man zaama, yoyote atakayedai, anna Allah, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, fi shay'in, yupo katika kitu fulani, au min shay'in, au anatokana na kitu fulani, au ala shay'in, au yupo juu ya kitu fulani, faqad ashraka, hakika mtu huyo amekufuru. Amenini? Amekufuru. Rawahu al-Qushayri. Maneno haya ameyapokea al-Imam al-Qushayri fi risalati al-Qushayriya, kwenye kitabu chake kiitwacho ar-Risala al-Qushayriya. Sin suali, ma dalilu ala jawazi as-salati ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ba'da al-adhan, ba'da al-adhan, ni ipi dalili, ma dalil, ni ipi dalili ala jawazi as-salati, inayoonesha juu ya kujuzu
kumswalia mtume baada al-adhan, baada ya kusoma adhana. Dalilu ala jawazi salati ala nabii baada al-adhan, ni ipi dalili inayoonyesha juu ya kujuzu kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam baada al-adhan, baada ya kusoma adhana? Jim jawab, tajuzu salatu ala nabii, inajuzu kumtakia rehma na amani mtume baada al-adhan, baada ya adhana. Wala yultafatu, na wala hapaangaliwi, ila man, kwa yule ambaye harama dhalika, aliyeliharamisha hilo. Kwa maana hatumwangalii na wala hatumgeukii na wala hatumuelekei kwa namna yoyote ile, sawa sawa, kwamba tukamuunga mkono au tukaiangalia rai yake iko vipi, sawa sawa, hapaangaliwi. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tamam, aya maarufu. Aya maarufu. Aya ngapi? Aya ya 56 iliyo katika surat Al-Ahzab. Al-haditha, mtunzi anasema, anapokea hadithi inayosema idha sami'tumul muadhdhina faqulu kama yaqul. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea akisema idha sami'tumul muadhdhina, pindi mtakapomsikia muadhini anaadhini, faqulu kama yaqul, basi nanyi semeni kama anavyosema. Thumma sallu alayya, kisha nitakieni rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadithi hii amepokea al-Imam Muslim. Wal haditha, na mtume anasema, anapokea hadithi nyingine anasema man dhakarani falyusalli alayya, mtume anasema atakaye nikumbuka, falyusalli alayya, basi na aniombe rehma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo, anasema hivyo kuonesha kwamba kumswalia yeye ni muda wote, saa yoyote. Tamam, hakadha la hadda fiha, hakuna mpaka katika swala ya mtume. Sasa hakuna mpaka katika swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana utaona katika kila kitu, katika kila sehemu ipo, kwenye vitabu ipo, kwenye hadithi ipo, ndani ya Qur'ani ipo, tena ni amri imekuja, sawa sawa. Katika swala ipo, katika dua ipo. Wapi utaikosa swala ya mtume? Labda nje ya mambo ya Kiislamu, lakini ndani ya mambo ya Kiislamu lazima utakutana nayo tu. Tasiyatu sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alayhi. Kuna watu hawapendi sisi kumswalia mtume sana sallallahu alayhi, tumswalie mtume jamaa. Tamam. Sin suali, rawahu al-Hafidh as-Sakhawi, hadithi hii ameipokea al-Imam as-Sakhawi. Al-Imam as-Sakhawi ni mwanafunzi wa al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, ni mwanachuoni mkubwa sana al-Imam as-Sakhawi katika fani nyingi sana, fani za qiraat. Tamam, lakini hasa ni mwanachuoni mbobezi katika fani ya hadithi. Katika fani ya hadithi al-Imam as-Sakhawi ni mwanachuoni mbobezi zaidi. Huyo alikuwa katika ushindani mkubwa na al-Imam Suyuti katika zama zake, mpaka ilifikia hatua akawa na uhasama. Tamam, lakini kila mmoja yupo katika nini, sisi wanafunzi sawa sawa, tunaweka kila mmoja katika nafasi yake. Kila mmoja alikuwa ni imam, kila mmoja alikuwa ni mwanachuoni. Lakini tu katika upande wa hadithi, angalia, katika upande wa hadithi al-Imam as-Sakhawi yuqaddam, al-Imam as-Sakhawi anatangulizwa kuliko al-Imam as-Suyuti. Tamam, ingawaje wote walibobea katika fani ya hadithi, wote walibobea katika fani ya hadithi, lakini al-Imam as-Sakhawi balagha al-ghaya. Sasa balagha al-ghaya, alifikia katika upeo mkubwa zaidi kuliko al-Imam as-Suyuti, lakini wote walibobea katika fani hiyo. Sawa. Na kwa sababu gani ilikuwa hivyo? Kwa sababu al-Imam as-Suyuti yeye alibobea katika fani nyingi sana. Sasa alibobea katika fani nyingi sana, lakini al-Imam as-Sakhawi pamoja na kuwa alibobea katika fani nyingi, lakini baadaye alitulia sana katika uwanja wa fani za hadithi. Kwa hiyo kwa hali hiyo ikawa haina budi tumtangulize yeye mwenye fani yake. Kwa sababu nini? Baadaye alitangaza zaidi kwa fani ya hadithi kuliko al-Imam Suyuti, lakini wote walikuwa katika tanafus al-ilmi. Tamam, walikuwa katika ushindani wa kielimu, na kulikuwa kuna uhasama mkubwa kati yao, uhasama mkubwa sana ulikuwa. Tamam. Lakini al-Imam as-Sakhawi muqaddamun ala al-Imam Suyuti fi fanni au fi funun al-hadith. Tamam.
Kwa sababu gani? Imam Sakhawi alifikia hatua akastiki akakita katika fani ile ya hadithi kuliko Al-Imam Suyuti, na kama anavyosema Sheikh Abdul Fattah Abu Ghudha, at-tamakkunu fil ilmi afdalu sasa min at-tafannuni fi baqiyati al-ulum. Sasa akiwa na maana mtu kubaki katika elimu moja mpaka ukafikia hatua kuwa wewe ni imamu katika elimu ile ni bora zaidi kuliko kwamba nini ukawa unaingia katika kila kona ya elimu wataka utamakkan. Sawa. Sio aibu, wanawazuoni wengi walikuwa hivyo, wanaanza chini wanasoma elimu zote, tunajua kila kitu, na mara nyingi walikuwa kianza na adab. Sasa adab kuja masuala ya lugha nini, kisha baadaye mwishoni mtu anakuja kustiki katika fani fulani, anakuja kukita katika fani fulani, kama ilivyo kwa Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ni mwanazuoni wa Kishafii, ni mwanazuoni wa Kiash'ari, tamam, kwa maana ni Shafi'iyun na Ash'ariyun, sawa. Lakini katika upande wa fiqhi atangulizwi, anatangulizwa katika nini? Upande wa hadithi, tamam. Na al-Imam Abu Zakaria al-Ansari rahimahullahu ta'ala, ambaye huyo Abu Zakaria al-Ansari ni shekhe pia wa al-Imam Suyuti, tamam, na pia alisoma kwa al-Imam kwa al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Huyu al-Imam Abu Zakaria al-Ansari rahimahullahu ta'ala, yeye ni Sheikhul Islam fi madhhab ash-Shafi'iyya, fi madhhab ash-Shafi'iyya, ni Sheikhul Islam katika madhhabu yetu Imam Shafi'i. Kwa sababu gani? Yeye alitamakani zaidi, alikita zaidi katika upande wa fiqhi kuliko upande wa hadithi, lakini pia katika upande wa hadithi ametunga vitabu vingi mno. Akatunga sherehe ya Sahih Bukhari, akatunga sherehe ya kitabu chake cha hadithi Fathu al-Allam, sawa, na akatunga pia sharh ya Alfiyatu al-Iraqi, alfia ambayo ni alfia ya elimu ya hadithi, elimu mustalah, tamam. Akaitungia sharh inaitwa Fathu al-Baqi bi sharh Alfiyatu al-Iraqi, tamam. Kwa utakuta wote ni vigogo katika ilmu, lakini huyu katika upande wa hadithi, huyu katika upande wa fiqh. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani yeye ni amirul mu'minin katika nini? Katika upande wa hadithi, sawa. Lakini al-Imam Abu Zakaria al-Ansari pamoja na kuwa yeye ni muhaddith, lakini yeye ni Sheikhul Islam fi madhhab ash-Shafi'i, sawa. Kwa kila mtu anatangulizwa. Kwa hiyo tukija katika upande wa uimamu na elimu wote ni vigogo, lakini kati ya al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani na Abu Zakaria al-Ansari kwenye upande wa hadithi tumtanguliza nani? Tutakwambia Ibn Hajar al-Asqalani. Na upande wa fiqh tumtanguliza nani? Tutakwambia Abu Zakaria al-Ansari. Sasa ndio hivyo ilivyokuwa katika upande wa al-Imam Suyuti na Imam Sakhawi, wote ni wanafunzi wa Ibn Hajar al-Asqalani. Imam Suyuti baadhi ya wanazuoni wanasema amesoma kwa Ibn Hajar, lakini mwenyewe anasema alipelekwa na mzee wake kwenye majlisi za al-Imam Ibn Hajar alipokuwa mdogo, alipokuwa bado yuko katika umri wa ujana, tamam. Kwa hiyo hakuwa ni mwenye kwenda mwenyewe, bali alipelekwa na mzee wake, na mzee wake Imam Suyuti pia alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, tamam. Basi tuishie tusizame sana. Kwa hiyo rawahu al-Hafidh as-Sakhawi, hadithi hii amepokea al-Hafidh as-Sakhawi, mwanachuoni mkubwa wa hadithi, naye ni Shafi'i na ni Ash'ari, tamam. Hakadha sin suali, ma hiya ar-riddatu wa ila kam qismin tanqasim? Ma hiya ar-riddatu, kuritadi ni kitu gani au kuritadi ni nini? Wa ila kam qismin tanqasimu, na kuritadi kunagawanyika katika vigawanyo vingapi? Jawabu nasema ar-riddatu hiya qat'u al-islam, kuritadi ni kule kukata uislamu, bil kufri, kwa ukafiri. Kwa maana mtu kutoka kwa Uislamu, yani mtu kutoka katika Uislamu kwa kufanya jambo la kikafiri, sasa, au kwa kufanya jambo ambayo ni kufuru, na kufuru hiyo inamtoa mtu katika Uislamu, tamam. Ndio nini ar-ridda. Kwa ar-riddatu, kuritadi, hiya qat'ul islami, ni kukata Uislamu, kwa ni kutoka katika Uislamu, bil kufri, kwa kufanya kufuru. Lakini kufuru zimegawanyika, sio kila kufuru inamtoa mtu katika Uislamu, tamam. Lakini sawa,
sio kila kufuru inamtoa mtu katika Uislamu, lakini kuna kufuru inamtoa mtu katika Uislamu. Tamam, hakadha. Kwa kasema ar-ridda hiya qat'u al-islam bil-kufri wa tanqasim ila thalathat aqsam, na kuritadi kunagawanyika katika vigawanyo vitatu. Ar-riddatul qawliya, kuritadi kimatamshi, sawa sawa. Hii aina ya kwanza. Akasema kama sabbatillahi, kama kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala, au al-anbiya, au kutukana manabii, au al-islami, au kutukana Uislamu, walau fi halati al-ghadab, hata kama mtu atafanya hivyo katika hali ya hasira, basi anakuwa nini? Ameritadi. Ar-riddatu al-fi'liya, kuritadi kivitendo, ka ilqa'i al-mushaf fi al-qadhurat, kama kutupa msahafu katika takataka au katika sehemu chafu. Wa kadausi ala al-mushaf, na kama nini? Kukanyaga msahafu. Ad-daus maana yake ni kukanyaga, sawa sawa. Hata zile pedeli za gari ambazo ziko chini pale, sijui nini, sehemu kuvuta mafuta, sijui breki, sijui inaitwa dassas, inaitwa dassas, dassas. Tamam, hakadha. Kwa wakadausi ala al-mushaf, na kama kukanyaga msahafu. Hii ni ar-riddatu al-qawliya. Hii ni mifano michache, lakini iko mifano zaidi ya hii. Tamam. Ar-riddatu al-qalbiyya, kuritadi katika upande wa moyo. Maana kuritadi katika upande gani? Wa moyo. Ka'tiqadi anna Allah jismu, kama kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala jismu ni kiwiliwili, au ruhun, au kuitakidi kwamba Allah ni roho, au annahu jalisun ala al-arshi, au kuitakidi kwamba Allah amekaa juu ya arshi, au annahu yaskunu as-samaa, au kwamba yeye Allah anakaa katika mbingu, au fi kulli makanin bidhati, au kuitakidi kwamba Allah yuko kila sehemu kwa dhati yake, au annahu fi jihatin, au kuitakidi kwamba Allah yupo katika upande fulani. Yote hii ni katika nini? Ni katika ar-riddatu al-qalbiyya wal-iyadhu billah. Sisi ahlu sunna wal jamaa tumeshika hadithi ya Mtume inayosema kana Allahu wala shay'a ma'ahu, kana Allahu wala shay'a ma'ahu, Allah alikuwepo na hakukuwepo na kitu kingine pamoja na yeye, kuonesha kwamba Allah alikuwepo pasi na kuegemezewa sehemu yoyote, kwamba sijui yupo katika mbingu, sijui yuko katika arshi yake. Kisha baada ya hapo ndo akaomba viumbe vyake. Lakini tunaitakidi sisi kwamba Allah habadiliki, Allah ahami, Allah hatui katika kitu, na hii ni itikadi iliyopokelewa na salafi salih. Tamam. Al-Imam at-Tahawi ana akida yake inaitwa al-aqidatu at-tahawiyya. Sawa, aqidatu at-tahawiyya, al-aqidatu at-tahawiyya. Tamam. Al-Imam at-Tahawi ni katika nini? Katika salafi salih, kwa sababu al-Imam at-Tahawi ni ndugu wa al-Imam al-Muzani, na al-Imam al-Muzani ni mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i. Tamam, hakadha. Sasa utamtoaje mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i kwamba sio salaf? Utamtoaje kwamba sio salaf? Na tukiangalia upande mwingine, al-Imam Ahmad ibn Hanbal pia ni mwanafunzi wa Imam Shafi'i. Sasa ukimtoa al-Imam al-Muzani kwamba si salaf, naye ni mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i, basi pia umemtoa al-Imam Ahmad ibn Hanbal kwamba yeye si salaf. Lakini pia hapo umemtoa al-Imam at-Tahawi kwamba ni sio salaf, sababu hawa watu wote wameishi nini? Wamekutana katika zama zao. Tamam, hakadha. Kwa hiyo haya yote kuitakidi katika moyo wako ni kuritadi, ni sawa sawa na kuritadi, wal iyadhu billah. Qala ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Allah anawazungumzia wanafiki, anawazungumzia wanafiki kwamba wao walizungumza maneno ya ukafiri, maneno ambayo ni kufuru. Kalimatal kufri kwa maana maneno, tamshi la kalima linakuja kwa maana ya neno, linakuja pia kwa maana ya maneno. Tamam, haka. Kwa hiyo walaqad qalu kalimatal kufri, hakika wanafiki wamezungumza maneno ambayo ni ukafiri, wakafaru baada islam, na wakawa ni wenye kukufuru baada ya kuwa ni waislamu. Kwa maana baada ya kuwa mwanzo walikuwa ni waislamu. Kwa hiyo kuonesha kwamba kupitia maneno mtu anaweza nini? Akaritadi. Ndiyo maana ya mtunzi kuweka aya hii hapa, kwamba kupitia maneno mtu anaweza karitadi. Lakini pia katika aya nyingine inasema wala tasjudu lishamsi wala lilqamar, na wala msilisujudie jua wala mwezi.
na kufanya hivyo ni kufuru. Kwa hiyo mtunzi ameweka aya hii kuonesha kwamba nini, hii ni ridda alfi'liya, kwamba mtu anaweza kufanya kitendo cha kufuru na akakufuru, tamam, na akatoka katika Uislamu, tamam. Haka akasema tena mtunzi, alhadithi, anapokea hadithi inayosema innal abda, hakika mja, la yatakallamu bil kalimati, huenda akazungumza tamshi ambalo ma yatabayanu fiha, ma yatabayan, akawa hatambui ubaya, atambui ubaya na ukafiri uliopo katika tamshi lile. Ma yatabayanu fiha, manake ma yatabayanu fiha, akawa hatambui ubaya na ukafiri uliopo katika tamshi lile. Yahwi biha, akadidimia kwa sababu ya tamshi hilo, fi nar, ndani ya moto, abada mimma baina al-mashriq wal maghrib, kwa umbali mrefu, mimma baina al-mashriq wal maghrib, kuliko umbali uliopo kati ya mashariki na magharibi. Rawahu Muslim wal Bukhari. Hadithi hii imepokea al-Imam Muslim na al-Imam al-Bukhari, kuonesha kwamba kupitia maneno mtu anaweza akatamka tamshi ambalo likawa ni ukafiri na likamtoa katika Uislamu, wal-iyadhu billah. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa kuchunga kauli zetu, na kuna umuhimu mkubwa wa kuchunga vitendo vyetu, na kuna umuhimu mkubwa wa kuchunga mioyo yetu, kuitafutia aqida iliyokuwa sahihi na kupokea aqida kutoka kwa watu waliokuwa sahihi, aqida ambayo inaingia katika akili ya kila mmoja, aqida ambayo iko ndani ya Qur'ani, iko ndani ya hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia imepokelewa na salaf na maswahaba na kizazi cha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila huna antahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wal afwa minkum.